Kama wewe ni miongoni mwa wale wanawake ambao hawana bahati ya kudumu katika mahusiano, hii kanuni ya leo inakuhusu. Kama wewe ni miongoni mwa wale wanawake ambao hawana bahati ya kupata wale wanaume wa kuwaoa, yani wanaume unaowapata wewe ni wale wa kukuchezea na kukimbia, hii kanuni ya leo inakuhusu. Kama wewe ni miongoni mwa wale wanawake ambao hamna bahati ya kupata wanaume wenye mafanikio, wenye maendeleo, unapata kila siku wanaume wale ukimwomba 500 anakimbia, ukimwomba 5000 kakimbia. Unakosa wale wanaume wa kukuwazia makubwa, wanaume wa kukupangishia nyumba, wanaume wa kufanya maendeleo mapana, unakosa. Basi hii kanuni ya leo inakuhusu. Kama wewe unakosa mwanaume bright, anaweza akawa hana hela lakini mwanaume mwenye malengo mazuri, mnaweza mkakaa pamoja, mkashauriana, mkapanga mambo na yakaenda, haupati wanaume wa namna hiyo, basi hii kanuni ya leo pia inakuhusu. Mimi nikukaribisha sana, naitwa Mombeki Crispin. Leo tutaenda kufahamu kanuni ya 7 kati ya kanuni 10 za mapenzi. Kanuni ya 7 ya mapenzi inasemaje? Baada ya hii kanuni nakwambia kuna kitu kitabadilika katika maisha yako. Kuanzia leo utapata wanaume wa maana sana, utapata wanaume wa ndoa, utapata wanaume wenye maendeleo, utapata wanaume wenye mafanikio. Twende tukaifahamu kanuni ya 7 kati ya kanuni 10 za mapenzi inasemaje. Kanuni ya 7 kati ya kanuni 10 za mapenzi inaitwa kanuni ya sumaku. Hii kanuni ya sumaku maana yake, sumaku wengi mnaielewa. Sumaku ni kile chuma kinachovuta vyuma, kinachogandisha vyuma vingine, chochote kile. Sumaku ukiiweka katika mchanga, ukiitoa, kuna vitu vitakuwa vimegandia katika sumaku, lakini sio kila kitu cha chini kitakuwa kimeganda katika ile sumaku. Kwa sumaku ni kweli inagandisha vyuma, lakini sio kila chuma. Sumaku ni kweli inagandisha uchafu, lakini sio kila uchafu. Kwa kuwa na kanuni ya sumaku, usiwe mtu wa kugandisha kila kitu, mtu wa kuzoa kila kitu. Sasa hapa kuna maeneo tutaenda kuangalia ya sumaku. Kwa namna gani kanuni ya sumaku inaweza kukusaidia wewe kuweza kuyaongoza maisha yako katika mahusiano na yakawa ya maana sana. Kila mahusiano utakayopata atakuwa ya maana sana. Kila mwanaume utakayemtaka mwanaume wa namna fulani na utampata. Jambo la kwanza tutakwenda kulitazama ni marafiki. Kuna mtaalamu mmoja kisha kusemaga, nionyeshe marafiki zako nikwambie tabia yako, ama nionyeshe marafiki zako nikwambie utakuwa wapi miaka 5 inayokuja. Kwa katika kanuni ya sumaku, jambo la kwanza lazima ulitazame ni marafiki unaoambatana nao ni marafiki wa namna gani. Wakati mwingine marafiki wana reflect ama wanaathiri hali yako kiujumla, mitazamo yao, tabia zao, mazingira yao, sifa zao. Pengine kuna wanaume wa maana sana, wanakuona ni mwanamke mzuri, lakini marafiki, akiyatazama marafiki wako inamuonyesha kama wewe ndio pia upo kama wale marafiki zako. Unaweza ukawa na tabia njema sana, lakini marafiki zako ni malaya, kampani yako ni walevi, kampani yako ni watu wa vigodoro, kampani yako ni mbaya. Kwa leo pengine unapata wanaume wa ovyo sana. Tazama mzunguko wa marafiki zako na watu aina gani. Unakosa bahati au udumu katika mahusiano, tazama mzunguko wa marafiki zako na watu aina gani. Ni marafiki wanaokushauri achana na mwanaume? Ni marafiki wanaokushauri kwamba hebu tulia na mwanaume? Au ni wale marafiki ambao mwanaume wako wamekwambia usitoke leo nyumbani, wao wanakupigia simu, leo kuna party sehemu fulani nakupitia. Unaambia bwana shemeji yenu kakataa, hamna bwana, kwani atajua wewe tutoke tu. Mara umempigia shemeji leo tunatoka naye. Mwanaume anaweza akakubali akasema okay poa niendelee, lakini mwanaume tayari anaanza kupunguza katika wale wanawake anawatazamia yeye. Au ndio wale marafiki wanaokuvalisha vinguo vimini, marafiki wanakuambia wewe siku hizi ni mshamba, umpata mwanaume gani wanakuvalisha vinguo vimini? Wewe ni mshamba siku hizi unakaa nyumbani tu utoki. Wewe mshamba. Ni marafiki wa namna gani? Kwa hiyo marafiki watareflect maisha yako ama wataathiri maisha yako moja kwa moja katika namna utakavyoonekana, lakini pia mapokeo ya maisha yako kiujumla. Kuna mwanamke mmoja hapo mtaani kwenu unamjua ama eneo unalokaa unamjua ni chula kweli kweli, alafu unamtaka yule si rafiki yake nani fulani. Rafiki yake yule chula, basi unaenda kwa chula mwenzake. Sio, unanielewa? Kwa hiyo ukitaka kuvuta vitu vizuri, lazima pia uambatane na marafiki wazuri. Lakini eneo lingine la kutazama katika kanuni ya sumaku, eneo lingine ni maeneo unayotoka. Sio unayotoka kwamba umetokea wapi, tuseme unayotembea basi. Eneo lingine la katika kanuni ya sumaku ni maeneo unayotoka ama unayopenda kutembelea mara kwa mara. Unapenda kutembelea maeneo gani? Kama unahitaji wanaume wa standard fulani,
kuna maeneo yao ya kuwapata wanaume namna hiyo. Ukipenda kutembelea sehemu za uswahilini, utapata wale wanaume ambao watakutumia buku jelo ama 500 ama hata ile ya vocha ya kukupa watakosa, ama ndo watakuomba wewe fedha. Kwa nini? Unajiuliza, mimi mbona sina bahati? No, it's not about hauna bahati. Hautembelei maeneo ya kukutana na watu wa maana, hautembelei maeneo ya kuwavuta watu wa maana, kwa sababu hii kanuni ya sumaku nakwambia kila siku, wanaume wanakuja kukutongoza wewe ndio level yako, kwa sababu ndio maeneo unayokutana nao kila siku, ndio maeneo unayotembelea kila siku. Sometimes usitoe umaskini, najua fedha ni ngumu, lakini kama ni kweli unataka kuvuta watu wazuri katika maisha yako, ni lazima ujiandalie utaratibu wa kusema mimi kwa mwezi nitakuwa natoka naenda sehemu fulani hata mara moja. Toka sometimes nenda kanywa kahawa Tulepido kule Masaki. Toka tunaenda Jilaf kule. Toka tunaenda sometimes nenda tukale bata, nunua tu soda yako maji, refresh kule akili yako. Relax. Na hii sio kwa wanawake tu, nasema hata kwa wanaume. Hata wale wanaume ambao wanatamani kupata wanawake wa maana. Wapo wanaume wanatamani kupata mwanamke wa maana sana, lakini wanakosa, wanapata hawa kina Shangedele, hawa kina Mwajuma Nchokonoi. Kwa nini? Kwa sababu ndio mazingira wanaojiweka. Kwa hiyo toka leo katika mazingira mazuri na utaanza kuona kuna mambo yataanza kubadilika. Sio tu watu wazuri watavutiwa na wewe, lakini hata wewe utaanza kufikiria vitu vizuri pia katika maisha yako. Kwa hiyo zingatia sana mahala, sehemu unazopenda kutembea. Lakini pia hapa namaanisha sio tu ukitaka kutoka, lazima pia uzingatie wewe ni mtu wa kutoka. Sometimes network yako haikui, ama marafiki zako hawakui, ama maisha yako haendi viwango vya juu, ni kwa sababu wewe ni mtu wa kujifungia sana sehemu moja. Yaani sio mpenda kutoka. Inaweza ikawa kutoka kweli upendi, lakini kama unahitaji kukua katika viwango vya juu, unahitaji kukutana na watu wapya katika maisha, lazima uandae utaratibu wa kuwa unapenda kutoka. Ukikaa katika mauchafu utavuta mauchafu, ukikaa katika hela utavuta fedha. Sumaku ukiingiza hapa katika mchanga itatoka tu na misumari, viwembe, lakini ukiingiza katika pochi la hela inatoka na fedha. Kwa hiyo kaa katika maeneo ambayo unajua utavuta watu wazuri. Kitu kingine ni staili yako ya maisha, mtindo wa maisha. Kitu kingine ni mtindo wako wa maisha. Una mtindo gani wa maisha? Mtindo wa maisha naweza nikajumlisha haiba yako. Wewe ni mzungumzaji mzuri sana, wewe ni mpole, mkarimu, lazima uangalie namna unavyo-behave. Ni mtu smart. Unaweza ukawa unatembelea maeneo ya kizungu lakini ukaleta uswahili huko uzunguni. Si unaelewa? Unaweza ukawa na marafiki wazuri wa viwango vya juu lakini ukawaletea uswahili mpaka wakakukataa. Unajua kuna wale watu ambao ni marafiki fulani smart, wanasema fulani tusitoke naye bwana, fulani atatuaibisha, unajua? Kwa hiyo pia mtindo wako wa maisha ni ukoje? Wa uswahili mwingi, mbea sana, mgombanishi, uwezi kuishi na watu vizuri, si ndio? Sasa hapa tunaweza tukaangalia kuishi na watu, si ndio? Na mengine mengi, lakini kujipenda pia imo. Jiwekee utaratibu kila mwezi, labda unanunua nguo moja mpya. Penda kunukia. Penda kujitunza ngozi yako. Kuwa na ngozi nzuri. Sio kwa wanawake tu jamani, nasema hata kwa wanaume. Unakuwa mwanaume smart, gentleman, sio mlopokaji, sio mswahili sana. Lakini nikisema mtindo wako wa maisha pia, hata utakapopata bahati ya kutembelea maeneo mazuri, ukapata wanaume wa maana, wale wanaume unawatreat vipi? Umepata sawa mwanaume wa maana, kuanzia kesho unaanza nilikuwa na shida ya kodi ya nyumba, mwanaume mwenyewe anasema huyu mswahili nitaenda naye wapi? Kwa lazima pia uhakikishe nawe una behave like the one. Una behave kama mmoja wao. Na ni mmoja wao leo, usikukatishe tamaa. Viwango ni wewe tu kuvipandisha. Haimaanishi tunaenda kuigiza. Kuanzia leo anza kufikiria katika namna ya viwango vya juu. Sio wewe tu uigize viwango vya. No, unaweza wewe ukawa viwango vya juu ukiamua. Kwa hiyo lazima uangalie pia katika eneo la kujipenda. Kila mwezi jinunulie nguo mpya, nguo nzuri, penda kupendeza. Penda mwili wako, penda ngozi yako, penda afya yako, usiwe muongeaji, usiwe ropolopo, penda marafiki, usiwe mnafiki, usiwe mgombanishi. Yaani mtindo wako wa maisha uwe ni mtindo unaowavutia watu. Wapo wanawake hawawezi kudate na mwanaume asiweza kumpiga.
Yaani ndio mtindo wake wa maisha. Mahusiano yake ni kwamba ile ni ngumi jiwe. Mahusiano yake ni kutukanana kwenye simu. Mahusiano yake ni fujo. Sasa wewe hata kama ukipata mwanaume wa maana, wanaume wa maana wapendi uswahili huo. Hajapokea simu ndio nakwambia ushakuwa na malaya zako. No, wanaume wa maana asipopokea simu usimpigie mara 5, atakutafuta yeye. Sasa kama ushazoea unapiga simu mpaka inazima chaji, wanaume wa maana hawaishi maisha hayo. Mwanaume wa maana anaenda sikutafute siku 2, siku 3. Akaja kukutafuta vipi maidia huko? Salama, nilikuwa busy sana na vikao hapa, nilisumbuliwa na vikao. Vipi huko? Nataka tupate lunch leo sehemu. Sio utakuwa na muda. Yaani ni wanaume ambao kama utakuwa na roho nyepesi unaona kama ushaachwa, kumbe bado anakukumbuka mwenzako, ila tu kuna mambo amemtinga. Kwa wanaume wa maana wanatanguliza kazi, wanatanguliza utafutaji, alafu ndo wanakuja kula na wewe. Wanaume wale ambao vivuruge ndo wanakutanguliza wewe, alafu wanaenda kutafuta kazi. Kwa always ukitaka wanaume wa maana uwe tayari kulipa hiyo price. Kwa mtindo wako wa maisha usiwe mtindo wa kukimbiza mambo mazuri na kuvuta mambo mabaya. Kumbuka tupo katika kanuni ya 7 kati ya kanuni 10 za mapenzi, kanuni ya sumaku. Kwa mtindo wako wa maisha uwe unaakisi vitu vizuri, sio vitu vibaya. Lakini kitu kingine katika hii kanuni ya sumaku ni mindset. Tuseme mitazamo yako. Mtazamo wako ni upi? Mara nyingi watu hawashindwi katika matokeo, wanashindwa wanapoanza kufikiri. Yaani wewe unajifikiriaje? Wewe ni mwanamke unayestahili mwanaume mzuri? Wewe ni mwanaume unayestahili mwanamke mzuri? Wewe ni mwanamke unayestahili maisha mazuri? Wewe ni mwanaume unayestahili maisha mazuri? Mtazamo wako upoje? Kwa mfano leo umempata mwanaume wa maana ama mwanamke wa maana, anataka kukaa na wewe kuzungumza. Unaamini kweli unaweza kuzungumza mambo ya maana? Unaamini kweli unaweza kayaendea mahusiano ukiwa na akili timamu? Kila siku nawashauri watu, nimefundisha sana masomo ya mahusiano, lakini mtu anaweza akakufuata akakuuliza swali ambalo kikawaida anatakiwa awe bright, awe na uwezo wa kulijibu kikawaida sana, lakini eti haliwezi. Sio, unaelewa? Kwa hiyo lazima utazame mtazamo wako wewe upoje juu ya masuala zima la mahusiano. Unaelewa vipi mahusiano? Unaendea vipi mahusiano na kadhalika? Wewe unajiona ni wa chini tu? Wewe unajiona ni wa chini, unajiona ni wa juu? Wewe unajiona unaweza kwenda viwango vya juu? Wewe unajiona unaweza kutoka hapo ulipokuwa? Wewe unajiona unaweza ukapata mwanaume wa maana? Maana unaweza ukawa na mtazamo ule unasema kwamba kuolewa mpaka Mungu akipenda bwana, akitokea kunioa sawa, siwezi kukosa kuzaa eti kisa niolewe. No, lazima uwe na mtazamo pia chanya wa kujua kabisa kwamba naweza nikaolewa, naweza nikapata mwanaume sahihi, naweza nikapata mwanaume mwaminifu. Kwa hiyo ni lazima ubadili mitazamo yako kuanzia leo. Sawa? Badili namna unavyowaza. Usiendelee kuwaza vile kwamba hamna mwanaume wa peke yako, hamna mwanamke wa peke yako, wanaume wote Mungu, wanawake wote malaya. Usiendelee kuwaza katika namna hiyo. Usiendelee kuwaza kwamba Mungu akipanga ataniletea tu mume bora. Bali na wewe fanya mchakato, kwa sababu Mungu akupa akili pia na wewe kufanya mchakato kuelekea yale unayoyapenda ama unayoyataka katika maisha yako. Sio, unanifahamu? Kwa hiyo badili mitazamo yako. Ukibadili namna unavyofikiria, namna unavyowaza, namna unavyoona vitu unavyo vitabadilika kwa ajili yako. Kwa hiyo jambo la 3 kati ya kanuni ya sumaku ni kubadili mtazamo. Sasa kwenye kubadili mtazamo nimekutega hapa. Kuna uwezekano haya yote nilokufundisha kwa mtazamo wako na kichwa chako, kwenye mindset yako ukadhani hana msingi. Ukadhani wewe ni bahati tu. Sasa hiyo ni namna ya wewe unakutazama. Ndio maana nikasema badili namna yako ya kawaida unayotazama. Anza kutazama mambo kwa fact na uyaendee. Ushaelewa? Ukipuuza sawa, ni mtazamo wako umeamua kupuuza. Ukiamua kufuata ni ndio mtazamo ninaotaka mimi. Ushanielewa? Kwa hiyo atubadili mambo nje kwanza, tunaanza kubadili mambo kichwani, then nje yanafuata. Kwa sababu sisi tutajitwist katika namna tunavyotazama vitu. Hivi vitu vyote ukivifanya kwa uweledi na kwa usahihi na kuhakikishia, mtindo wako wa sumaku utaenda kuvuta watu wa maana katika maisha yako. Na leo hii usijishangae ukaona kwa nini una watu wa ajabu katika maisha yako. Kwa nini kila siku unawaacha wanaume unawapata wanaume wale wale waovu? Kwa nini kila siku unamwacha mwanamke huyu unampata mwanamke yule yule waovu? Kwa nini unaendelea kupata wanaume wanaozidi kukuchezea? Kwa nini unaendelea kupata wanaume waongo? Kwa nini unaendelea kupata wanaume maskini wasiojielewa, wasiojitambua? Kwa nini? Tazama haya maeneo. Ukiweza kuyabadilisha haya maeneo, utabadilisha pia hata watu watakuanza kuja katika maisha yako. Ushanifahamu? Lakini pia baada ya kuyapata hao watu, tazama mtindo wako wa maisha ili usiwapoteze. Wakati mwingine tunapata bahati ya kupata watu wa maana katika maisha yetu, ila mtindo wetu wa maisha unafanyaje? Unawapoteza. Mimi niseme tu kitu kimoja cha kumalizia katika hii kanuni. Unaweza ukamwona mwanamke wa kawaida, au unaweza ukasema kijana mke kibaya, lakini yupo na mwanaume wa maana. Mwanaume mwenye fedha zake, mwanaume mwenye mafanikio, yupo na mzungu fulani wa maana,
mpaka unajiuliza huyu mwanamke mchawi nini? Pataje vile? Maana wewe na shepu lako hilo, tako lako kubwa, shepu yako nzuri, sura yako nzuri, rangi yako nzuri, lakini wanaume unaowapata wewe ni wa ovyo. Alafu unamwona mwanamke fulani wa ajabu kapata wanaume wa maana. Unajiuliza huyu analoga? Harogi my friends. Ni maeneo anaoenda kukutana nayo. Hii kanuni ya sumaku kaitumia vizuri, anavuta vilivyo vizuri. Wewe umekaa kwenye kuvuta kila kilicho kibaya. Kama wewe una maisha yale yale, kila mwanaume unayempata kesho umeachana, unayempata umeachana. Usianze kufikiri wanaume wana matatizo. Anza pia badili mitazamo huu. Badili mtazamo, anza pia kufikiria pengine na wewe pia una tatizo. Na ndio utaanza kuangalia matatizo katika maeneo. Marafiki zako ni watu gani? Sehemu unazotembea ni watu gani? Labda hizo sehemu ndo zinaakisi kupata wanaume wale tu kila siku. Huwezi kuwa unakaa huko Kiwalani ndani huko si Matombole. Kuna sehemu moja inaitwaga huko si Kirungile si wapi. Kuna singeli kila siku. Wewe uniambia upate huko sehemu mwanamke, utapata mwanamke mvuta bangi tu. Wenzako wanapata wanawake wenye maendeleo. Wanawake wanaojua dunia inaelekea wapi. Wewe unapata wanawake wavuta bangi kila siku. Mwanamke anachomeka sigara kwenye makalio anaipuliza pwa. Mwanamke anaingiza chupa view. Mwanamke wewe famasiala, utapata wanawake hao wa ajabu. Ushanifahamu? Utapata wanaume hao wa ajabu. Mwanaume anakupiga hadi panga hadi kisu. Lakini ukijiweka maeneo mazuri unaanza kupata wanaume hata kukupiga kibao, wanaume anaogopa, anaona atakuumiza. Wewe upigwe unabembelezwa. Kwa hiyo usichoke mapenzi. Unaweza ukawa unasema mitazamo yako ndio hii, badili mitazamo. Kama una mtazamo ule wa kuchoka kwamba bwana mimi nishachoka mapenzi yenyewe ndio haya. Basi utachoka kweli. Lakini usialaumu mapenzi, anza kulaumu mfumo. Tunasema usibadili malengo, badili mfumo. Mapenzi usione mabaya, badili mfumo wa namna unavyoendea mapenzi na utayafurahia. Kwa sababu wakati huo unalia na mapenzi, unaona mapenzi mabaya, kuna watu wanayafurahia mahusiano rafiki yangu. Kuna watu wanajiona wako peponi. Watu wanajengewa nyumba kweli na wanaume, mimi nakwambia. Watu wanapewa nyumba kweli, mimi nakwambia, na wanaume. Watu wananunuliwa magari na wanaume. Watu wanalipiwa bills na wanaume, mimi nakwambia. Wewe leo hii unahangaika kutafuta milioni 1, watu wanapewa hadi milioni 100 wafanye biashara na wanaume. Wewe mwanaume utampata wapi wakati kila siku uko sijui uko Kiwalani Matomboni, kila siku uko sijui kwa Mtogoli, kila siku sijui uko Kisiwani, sio Manjunju, Kinondoni Shamba. Wewe Kinondoni Shamba unampata wapi mwanaume huyo? Wanaume wote wa Kinondoni Shamba wamepanga. Yeye mwenyewe alipe kodi. Kuna maeneo ukienda unakaa unapata wanaume wenye nyumba. Anakuambia hivi, katika nyumba zangu zile apartment zangu nikupe. Kuna moja nataka uende ukaishi pale. Alafu wewe tu nikuangalie. Yeye mwenyewe yani unapata wanaume ambao wao kwanza shida zao za maisha zimeisha. Anaanza kuziangalia shida zako. Sio unaanza kutafuta mwanamume mwenyewe shida zake hajamaliza afu aziangalie za kwako, mtagombana kila siku. Kwa hiyo lazima ubadili maisha kiujumla ili uweze kuvuta watu wazuri. Unaelewa? Kwa hiyo kanuni 10 za mapenzi ni lazima ujitengenezee hii kanuni ya 7 ya sumaku ya kuvuta watu wazuri ili uweze kufurahia mapenzi. Utawavuta watu kwa vile ulivyo. Unaelewa? Standard yako, quality yako italeta watu wa quality hiyo. Namna utakavyojiweka utaleta watu wa namna hii. Sawa sawa? Sasa kwa habari njema, ukihitaji ushauri, labda una changamoto katika mahusiano yako, unahitaji mimi nikushauri, unahitaji mazungumzo ya ana kwa ana ama ya mazungumzo ya simu kuweza kutatua changamoto yako, nitafute kwa namba zangu za simu hizo hapo. Nimeandaa utaratibu mzuri sana kule WhatsApp wa madarasa kuweza kusaidia watu. Nitafute na kila kitu kitakaa sawa. Pengine unahitaji tu mafundisho ya kuweza kuboresha ndoa yako ama mahusiano yako, basi pia usisite kunitafuta, nitafute na kila kitu kitakaa sawa. Mimi nikushukuru sana bwana. Leo tulikuwa tunaongelea kanuni ya 7 kati ya kanuni 10 za mapenzi, na kanuni ya 7 ilisema ni sumaku. Tumeongelea swala la marafiki, mengi tumeongea na naamini yamekufundisha, na kuanzia leo utachukua hatua ya kuweza kupata mabadiliko. Usiache kutazama kanuni ya 1 mpaka hapa ya 7 kama wewe ndio kwanza unaniona sasa hivi. Sawa? Pia usiache kusubscribe kwa sababu mwisho wa video hii ama kanuni ya 7 ndio mwanzo wa kanuni ya 8. Tuonane katika kanuni ya 8. Mimi nikuage kwa sasa. Bye bye.